Na Mungu kwa ajili ya siku ya leo. And because of time, na kwa sababu ya muda, I will take a very short time so that we can give our pastor the time to speak the word of God. Tutazungumza kwa kifupi sana ili niweze kumpa mchungaji wetu nafasi ya kuweza kuzungumza lile ambalo Mungu amempa. My name is Pastor Jacinta. Mimi naitwa mchungaji Jacinta. I am saved, I love the Lord Jesus. Mimi nimeokoka na mpenda Yesu Kristo. I want to share a very brief word with you. Nataka niushirikishe neno fupi sana na nyinyi. Because of the word that God has given us to bring here to Tanzania. Kwa sababu ya lile neno ambalo Mungu ametupa tulilete hapa Tanzania. It is a wonderful word. Ni neno la msingi sana. That is preparing the Church of Jesus Christ. Ambalo linaliandaa kanisa la Yesu Kristo. So that we can be ready. Ili tuweze kuwa sawa. To receive the Lord Jesus. Kuwa tayari kumpokea Yesu Kristo. When he comes back during the rapture. Atakapokuja kwa wakati wa unyakuo. And so I want to read a few scriptures in the book of Acts. Kwa ningependa nisome maneno machache kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Chapter 17. Ile sura ya 17. Acts of the Apostles, chapter 17. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. I'll read from verse 16. Na nitasoma kuanzia mstari wa 16. And I start. Na nitaanza. Now while Paul waited for them at Athens, Paulo alipokuwa akiongojea huko Athens, his spirit was stirred in him. Roho yake ilichukizwa sana. When he saw the city, alipouona jinsi mji ule wholly given to idolatry, ulivyokuwa umejaa sanamu. The Bible is telling us Biblia inazungumza kwamba that when Paul went to that city, kwamba Paulo alipofika kwenye ule mji, he was disturbed in his spirit. Anasema alihuzunishwa ndani ya roho yake. Because what he saw, kwa sababu kile alichokiona, he saw the people who were worshiping other gods. Kwa sababu aliona watu wakiabudu miungu wengine. They were worshiping idols. Walikuwa wanaabudu sanamu. And so he was disturbed. Kwa hiyo alikuwa amehuzunishwa. But now we want to see what did he do. Na sasa tunataka tuone nini Paulo alifanya. When he was disturbed in his spirit. Alipohuzunishwa ndani ya nafsi yake. And so let me read on. Kwa ningependa niweze kusoma tena. Verse 17. Ule mstari wa 17. Therefore disputed he in the synagogue. Sasa basi akaanza kuhojiana nao katika sinagogi. With the Jews. Pamoja na Wayahudi. And with the devout persons. Pamoja na wale waliomcha Mungu. And in the market daily with them that met with him. Na wote waliokutana naye sokoni kila siku. The Bible says that when he was disturbed because of the idols in the city, Biblia inazungumza alipohuzunishwa kwa sababu ya miungu katika mji. He started speaking to the people daily. Alianza kuzungumza na watu kila siku. Because he wanted to tell them the truth. Kwa sababu alitaka kuambia iliyo kweli. That is why we are here, children of God in Arusha. Na ndio maana tuko hapa watumishi wa Mungu hapa Arusha. Because God has been disturbed in his spirit. Kwa sababu Mungu amekuwa akihuzunishwa ndani ya roho yake. He has sent us so that we may give you the truth. Ametutuma ili tuweze kuambia lile neno la kweli. Of the word of God. Neno la kweli la Mungu. So that you may be ready. Ili tuweze kuwa tayari. To receive the Lord Jesus Christ. Kumpokea Yesu Kristo. When he comes during the rapture. Atakapokuja wakati wa unyakuo. The Bible continues to say. Biblia inaenda kuzungumza. That then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, "What will this babbler say?" Others some, "He seemeth to be a setter forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection." Anasema na baadhi ya Waepikurio na Wastoiko wenye ujuzi wa kutanayo, wengine wakisema mpuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Children of God, there's something I want you to know today. Wana wa Mungu, nataka mjue jambo moja. These people were worshiping things they knew that it was true God. Hawa watu walikuwa wanaabudu vitu ambavyo wao walijua kwamba ni kweli, ni vya Mungu. They thought they were right. Na walijua kwamba wako sahihi. They thought they were on the right path. Na walijua kwamba wako katika njia. They thought they were on the right way. Walijua wapo katika njia iliyo sahihi. But they didn't know. Lakini kimsingi hawakujua. And so when Paul was speaking to them, sasa Paulo alipokuwa anazungumza nao, the way they reacted, jinsi ambavyo waliweza kumjibu Mtume Paulo. They said, "What is he coming to tell us?" Walisema huyu anataka kutuambia nini? What will he tell us? Anatatuambia nini huyu? What will he tell us that we don't know? Atatuambia nini ambacho hatukijui sisi? I pray today, children of God, ninaomba kwa ajili yako mwana Mungu, that will not be your attitude. Ya kwamba wewe hautajibu kama hawa Wastoiko. That you will not say, "What have these people from Nairobi brought to us?" Kwamba wewe hautasema hawa watu kutoka Nairobi wameleta kitu gani? I pray that your heart will be ready. Nitaomba kwamba moyo wako uwe To tayari receive the word of God. Kulipokea lile neno la So that you may be ready. Ili uweze kuwa tayari. So I will not read everything. Kwa hiyo sitasoma kila kitu. But let me read verse 19. Lakini nienda mstari ule wa 19. And they
took him and brought him unto the Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof you speak about is. Sema wakamshika wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? You see, even if these people were worshiping idols, hata kama watu walikuwa wanaabudu sanamu, when Paul spoke to them, lakini Paulo alipozungumza nao, even though they took him to their leader, hata kama walimchukua mpaka Areopago kwa viongozi, they insisted that they wanted to know this thing that he has brought to lakini them. bado walisisitiza kwamba tungependa kujua hii They elimu. said, we want to know. Walisema tunataka kujua hii We elimu. want to know. Tunataka kujua hii elimu. I pray that will be your prayer today. Naomba kwamba hilo liwe ombi lako, That you want to know. ya kwamba ninataka You want to kujua. know what is this God has brought Nataka nijue nini Mungu all the ametuleta way from Nairobi. kutoka kule Nairobi mpaka What is hapa. this good Je, news? hiki ni nini habari njema In the name of Jesus. katika jina la Yesu? So the Bible continues to Kwa hiyo say, Biblia inaendelea kusema verse 20, katika ule mstari wa 20, For thou bringest certain strange things to our ears, we would know therefore what these things mean. kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu, tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. You see, there were strange things. Kwa hiyo unaweza kuona yalikuwa ni mambo mageni Mambo kwao. mageni, yes, strange things. Yalikuwa ni mambo mageni kwao. Maybe today we have brought the gospel through our pastor Yamkini leo tumeleta injili kupitia mchungaji that you have never heard. ambaye yamkini hujawahi kusikia. You have never heard. Yamkini hujawahi kusikia. And maybe even though you may have heard, Yamkini hata kama umekusikia, it is not deep, lakini labda haikuwa kwa kina zaidi. not in that depth. Labda haikuwa katika mapana. And so they insisted. Kwa hiyo walimsisitiza Paulo. We want to know. Tunataka kujua. We want to know. Tunataka kujua. I pray the church in Arusha Naomba ya today. kwamba Arusha, kanisa Arusha, Mtakatalia pale. you remain there. That we want to Ya know. kwamba tunataka kujua. This thing that God has sent to you. Vitu hivi ambavyo Mungu amevileta I kwetu. want to finish now. Na mimi ningependa nimalizie Verse sasa. 22 inasema, Katika ule mstari wa 22. Then Paul stood in the midst of Mars Hill and said, You men of Athens, I perceive that in all these things you are too superstitious, for as I passed by and I beheld your devotions, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore you ignorantly worship, him declare I unto you. Sasa Paulo akasimama kati ya Areopago akasema, ni watu wa Athens, katika mambo yote naona ya kwa nini ni watu wa kumtafakari sana mambo ya dini. Kwa maana nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno ya kwamba kwa Mungu asijulikana. Na basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu pasipo kumjua. Hawa watu walikuwa na bidii. So these people that are diligent, yazili. Yes, they were so zealous, they were so diligent Walikuwa na bidii sana in seeking for God. katika kumtafakari Mungu. Unfortunately, Na hasa baadaye it was an unknown God. wakawa wameandika kwamba Mungu It was asijulikana. a God they could not understand. Ilikuwa ni Mungu ambaye hawezi kumwelewa. And so that is why now Paul came Sasa ndio maana Paulo akaenda and pale. told them, even though you do not understand, Kuambia hata kama hamwezi kuelewa, I come to make you lakini understand. mimi nimekuja ili I mweze have kuelewa. come so that you may understand. Nimekuja ili wote mweze That kuelewa. is why we have come from Hiyo ndio Nairobi. maana tumeweza kuja kutoka That Nairobi. even though you did not know, Kwamba hata kama ukujua hilo even jambo, though you did not understand, kama ulikuwa ujielewi hilo now jambo, you will lakini understand. sasa utalielewa hilo jambo. Now I will jump up to verse 29. Sasa nitaruka hadi mstari ule For wa as 29. much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold or silver or stone graven by art and man's device. Sasa basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa Mungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. That is what Paul told them. Ndicho Paulo alichoambia. That our God is not like unto silver and gold, Ya kwamba Mungu wetu si Mungu aliyetengenezwa kwa or fedha any other gods that any man can create for au kwa miungu himself. mingine ambayo wanadamu wanaweza He is kuitengeneza. a wonderful God. Lakini yeye ni Mungu wa ajabu He is sana. a unique Ni God. Mungu aliye wa kipekee. Finally, verse 30. Na mwisho kabisa ule mstari wa It 30. says, Biblia inazungumza, and the times of this ignorance, sababu zamani zile za ujinga God winked at, Mungu alijifanya, but now commanded all men everywhere to repent. alifanya sioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. That is where I wanted to come to. Hapo ndipo nilipotaka niweze kufika. Paul finally told them Paulo mwisho akamwambia that the times that they didn't know, ya kwamba nyapo zamani za ujinga ambapo walikuwa mjui,
They didn't know the true God. Hawakujua Mungu wa kweli. They didn't know his ways. Hawakujua njia zake. They didn't know the true way of making it to heaven. Hawakujua njia sahihi ya kwenda mbinguni. And because innocently they did not know. Na kwa sababu sasa kwa kutokufahamu kwa ujinga wao, they did not make themselves that they didn't know. Hawakujifanya kwamba hawajui. For sure they didn't know. Wao kimsingi walikuwa hawajui. They had never heard of this truth. Walikuwa hawajajua habari ya ile kweli. And so Paul told them. Kwa hiyo Paulo akamwambia, because they didn't know. Kwa sababu hamkujua. And God knew that they didn't know. Na Mungu alijua kwamba hawajui. That time he decided like to close his eyes. Asema kwamba Mungu akazifanya kama vile haoni. And he had no problem. Na akaona kama vile hamna shida. Because they didn't know. Kwa sababu hamkujua. They didn't know. Hawakujua. God had not sent a preacher to tell them. Mungu alikuwa hajatuma hubiri They didn't know. Hawakujua. And so God had no problem with that time. Kwa hiyo Mungu hakuwa na But then the apostle of the Lord told them. Lakini mtume wa Mungu akamwambia. But now he has come and he has told them. Lakini sasa nimekuja na nimewaambia. And so akamwambia sasa. God is commanding. Sasa Mungu akamtuagiza. Because now you know. Kwamba kwa sababu sasa mnajua. God is commanding you to repent. Kwa hiyo Mungu akasema kwamba yapaswa tubu. To come back, to come out of your evil ways. Waweza watoke katika njia za mbaya. To come out of sin. Toke katika dhambi. To come out of worldliness which has come into the church. Watoke katika hali ya dunia ambayo imevamia kanisa. Now God commands everyone to repent. Kwa hiyo Bwana akaagiza kila mmoja aweze kutubu. From men to women. Kuanzia wanaume kwa wanawake. Even to children. Na hata kwa watu. That is what we have come to tell you. Hilo ndio neno ambalo tumelileta. Church in Arusha. Kanisa la hapa Arusha. You did not know. Ya kwamba hukujua. But now that we have come. Lakini sasa kwa sababu tumekuja. You will have no excuse. Utakuwa hauna tena kisingizio. Not to do the truth. Hautakuwa na kisingizio cha kutofanya kweli. Of the word that we have brought. Kwa ajili ya lile neno ambalo tumelileta. From the day before yesterday. Kwa sababu kuanzia siku kabla when we came and the seminar started. Tulipokuja na seminar ilianza. And you have heard with your ears. Na umesikia kwa masikio yako. You will have no excuse. Hautakuwa na kisingizio tena. Because now you know. Kwa sababu sasa unajua. And so God expects us now to have that true repentance. Kwa sababu Mungu anataka sasa tuwe na which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he had given assurance to all men in that he had raised him from the dead. Anasema kwa maana ameweka siku atakayo hukumu ulimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. The apostle told them. Na mtume Paulo akamwambia. Why am I telling you to repent? Anasema kwa nini nimwambia mtubu? He gives the answer in verse 31. Anatoa jibu katika mstari wa 31. Because there is a day that is appointed. Kwa sababu ameweka siku ambayo ameichagua. The day of judgment. Siku ya hukumu ya mwisho. There is a day that is coming. Kuna siku ambayo inakuja mbele yetu. And it is a day of judgment. Na ni siku ya hukumu. And the man who will do this judgment. Na huyo mtu ambaye atasimama katika siku ya hukumu. Is the man Jesus Christ. Anasema ni Yesu Kristo. He is the Lord Jesus Christ. Ni Yesu Kristo mwenyewe. Who has been ordained by God. Ambaye amepakwa mafuta na Mungu. And he will judge in righteousness. Na atakuja kuleta hukumu. And he will judge all men. Na atahukumu kwa ajili ya watu wote. Because God has raised him from the dead. Sababu Mungu ametupa udhabiti. Hallelujah, glory to God. Tukuse Mungu. And so the Bible says that it, and when they heard the resurrection of the dead, some of them mocked. And others said, we will hear thee again of this matter. So Paul departed from among them. Howbeit certain men clave unto him and believed. Among them was Dionysius and Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. Sasa basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema tukusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivyo Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao walikuwapo Dionisi Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari na watu wengine pamoja na hao. Finally, children of God. Mwishoni watumishi wa Bwana. When they received the word of God. Walipolipokea lile neno la Mungu. Some of them mocked. Wengine walidhihaki. They said it is not for us. Walisema hii sio kwa ajili yetu. This is too hard. Anasema hii ni ngumu sana. We can't receive it. Hatuwezi kupokea. It's not for me. Sio kwa ajili yangu. I will continue being fashionable like the world. Mimi nitaendelea kufanya kama dunia ilivyo. But the Bible says. Lakini Biblia inasema. There was also a group. Lakini kulikuwa na kundi lingine. Who believed. Ambao waliamini. They believed. Ambao waliamini. As
I end my encouragement to you, na sasa ninapohitimisha ujumbe wangu huu wa kutia moyo, I pray in the name of the Lord na kuombea katika jina la Bwana that you will choose to be in that group kwamba wewe utakuwa katika kundi la kina Dionisi which believed, ambao waliamini, ambao waliamini, ambao waliamini, and among them there were men, na mbele yao walikuwa wanaume, and it is mentioned only one woman. na alitaja tu mwanamke mmoja. I pray that you be that woman. Nitaomba kwamba wewe utakuwa ndio ile mwanamke. I pray you be that woman. Kwamba wewe utakuwa ile mwanamke. I pray you be that woman. Naomba kwamba wewe utakuwa ile mwanamke. To get out of the crowd of the other women. Taondoka katika kundi la wanawake wengine. And say I believe you Jesus. Na utasema mimi nakuamini wewe Yesu. And I believe the truth of the word of God. Na utasema mimi naliamini neno la kweli. And I want to make it in heaven. Na nataka nikukute Bwana Yesu. I will not go with the crowd. Sitakwenda na kundi la kusanyiko. I will not go with the crowd. Sitakwenda na kusanyiko. I will not go with the crowd. Sitakwenda na makutano ya watu. I will not go with the crowd. Sitakwenda na makutano ya watu. Oh God Almighty. Hallelujah. Let there be a woman. Hebu awepo mwanamke like Damaris. Kama Damaris. Who will say, ambaye atasema, I believe your word, oh God. Mimi naliamini neno lako Mungu. I pray there will be a man. Ninaomba kwamba atakuwepo mwanaume. Like that man mentioned in the Bible. Kama yule mwanaume aliyetajwa. Who believe. Ambaye ataamini. They believe that the servant of the Lord. Waliamini neno la mtumishi wa Mungu. And they believe the word. Na wakaliamini ile neno. May the Lord bless you. Na Mungu akubariki sana. May the Lord bless you. Bwana akubariki sana. Let us receive this gospel. Na tulipokea hili neno la kweli. Of holiness and righteousness. Na utakatifu na haki. For a day is coming. Na maana siku zinakuja. A day is coming. Ambayo siku zinakuja. A day of judgment is siku coming. ya hukumu iko mbele yetu. A day of judgment is coming. Siku ya hukumu iko mbele yetu. And the Spirit of God is grieved. Na Roho Mtakatifu anahuzunishwa. He is looking for a man. Na anatafuta mwanaume. He is looking for a woman. Na anamtafuta mwanamke. He is looking for a baby. Anamtafuta mtoto. He is looking for a child. Anamtafuta mtoto. Let it be you today. Uwe ni wewe leo. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Mungu akubariki sana. God bless you. Barikiwe sana, hebu mshangilie Bwana. Mshangilie Bwana.